Changamoto ilikuwa inajitokeza kwa sababu kipindi ambacho anatumia mipira mirefu bado Pamba alikuwa imara na wenyewe kwenye kushinda mipambano. Walihakikisha wanashinda wanashindana kweli katikati ya kiwanja. Angalia performance ya Kevin Nation na Mwashinga kipindi cha kwanza. Nafikiri alifanya kazi nzuri sana kwa backup wale watu watano wa nyuma. Kwa sababu Pamba walikuwa wakishindwa kuwini pressing kuanzia juu. Wana drop chini na wanatengeneza mstari wa watu watano, viungo watatu na washambuliaji wawili. Kwa Young Africans pia bado waliendelea kukutana na ugumu kwa sababu hata Andy Boyle wakati anawini mpira nilikuwa napenda Abdallah Saibu namna ambavyo kanatekeleza majukumu. Kwamba hata kama Boyle ana drop kwenye midfield kupokea mpira, lazimisha acheze back pass, asipate nafasi ya kutana na kuja kwenye eneo letu. And then Abdallah Saibu alikuwa anafanya hiyo kazi kwa umakini. Changamoto ambayo ilikuwa inajitokeza hata Boyle kwenye nyakati ambazo alikuwa anawini mpira, akapasia viungo wa chini labda kwa mtu kama Barakonte. Baada Young Africans ilikosa watu ambao wana uwezo wa kushambulia maeneo yaliyokuwa wazi kwa kasi zaidi. Ukimwangalia Maxi, ukimwangalia Lasinko Uma, ni ball to fit players, wachezaji ambao wanahitaji mpira mguuni and then wafanye shughuli zao. Ukimwangalia Edmund John, ndio huyo mtu ambaye alikuwa at least anaweza akashambulia space, lakini kipindi ambacho anashambulia space kulikuwa kuna hatari yoyote kwa sababu kulikuwa kuna mawasiliano kwamba huu ni muda ambao mimi nashambulia space, nahitaji kupata mpira nikiwa kwenye nafasi. Lakini kwa Ekua pia naye hakuwa na game nzuri sana kwa sababu alikuwa anashindwa kutofautisha nyakati. Ni wakati gani wa kucombine na wenzangu, wakati gani nishambulie maeneo yaliokuwa wazi na wakati gani nicheze tu simple football. Kwa hiyo nafikiri kwenye options zote mbili ilikuwa ni kazi ngumu kwa Young Africans. Na hata goli ambalo walipata kupitia set play. Ilikuwa ni kona kama unakumbuka. Na ndio maana najiuliza kama Pamba umefanikiwa kuwadhibiti Young Africans kwenye open play, kwenye mchezo wa wazi kwa kufanya man to man marking, imekuwaje umeshindwa kuwadhibiti kwenye set play kwa kufanya man marking ndani ya penalty box? Kwa ni uzembe ambao ulifanyika, lakini utawapongeza Young Africans kwenye ile moment kwa sababu waliwaadhibu kutokana na kosa ambalo walilifanya. Lakini kipindi cha pili pia watu wengi wanamtazama ya kwamba Young Africans ilicheza vizuri. Mimi ilicheza vizuri lakini bado sio sana katika kiwango cha wastani. Kwa sababu timu ilishindwa kubadilika kwa kutumia wachezaji waliopo ndani. Mwalimu ilibidi atafute wachezaji wengine kutoka nje waje wabadilishe mchezo, kitu ambacho sio kibaya. Na alipoingia Azizi Andabwile ndo at least tukaanza kuona uweni kwenye phase ya kwanza Young Africans wakiwa na mpira. Unajua changamoto kubwa ambayo ilikuwa inajitokeza kipindi cha kwanza, Young Africans walikuwa wafanya sana rotation kwa sababu kama wanafanya man to man marking hakikisha wanafanya vitu vifuatavyo. Tengeneza mapana ya uwanja kwa ukubwa ili umfanye mpinzani wako akabe eneo kubwa zaidi la uwanja. Lakini hakikisheni mnafanya movement za hapa na pale ili kupoteza zile markers, kwa sababu kama Juma ananifanyia man marking nikiwa na move muda wote ndakupa tabu ambayo mnanifanyia hiyo man marking. Lakini kitu kingine Young Africans walikuwa wanakosa kitu tunakiita pass and move, kwamba unaweza kanipasia kisha tunaondoka na nipasia tunaondoka. Muda mwingi wachezaji walikosa udhibiti wa daraja la kiufundi. Pass nyingi zilikuwa zinapotea, unanielewa? Na of course wanacheza na Pamba, huwezi kuona shida. Lakini as a team kwa daraja lenu ni changamoto kuona kama mnakosa ule udhibiti wa kiufundi ndani ya timu. Kama pasi hazina usahihi, machaguo sio sahihi, uelekeo wa pasi sio sahihi, na hata first touch nyingi kwa wachezaji wengi ilikuwa ni changamoto kwa sababu mechi ilikuwa na pressure kubwa katikati ya kiwanja. Kwa kama unapokea mpira ni lazima uwe umeskani kabla ya kupokea mpira ili ujue baada ya kupokea mpira ni wapi natakiwa kuupeleka. Kwa kipindi cha pili baada ya Azizi kuingia ukaanza kuona Young Africans wanaanza kuchukua ile risk sasa kupenetrate mipira katikati ya kuta za ulinzi za Pamba, na of course walianza kufanikiwa kwa sababu nikaanza kuona rotation katikati ya kiwanja. Ameingia Mudathiri, yes, naye kuanza vizuri sana kwa sababu alikuwa anapoteza sana mipira, lakini Sila Mudathiri atafanya sana movement katikati ya kiwanja na kwenye final third. Wakati anafanya movement ana create space ama anatengeneza mazingira ya wachezaji wenzie kupata maeneo mengi yaliyokuwa wazi. Kwa nafikiri kitendo cha watu kusema Young Africans za kucheza vizuri kipindi cha kwanza sio kwa sababu eti nilihitaji wapige pasi nyingi sana. Unanielewa? Kwa sababu kudhibiti mchezo Juma haina maana kwamba wewe upige pasi nyingi sana. Unaweza kudhibiti mchezo hata ukiwa huna umiliki wa mpira. Sasa Ashraf, ni kama Conte haitendei Young Africans haki kwenye eneo la kiungo, na huenda watu wakaanza kumisi Khalid Aucho. Haitendei haki kivipi yani? Kutokana na kiwango ambacho anakionyesha, namna ambavyo anaichezesha timu. No, unajua Conte amesajiliwa na Yanga and then akawa na in and out nyingi, na Yanga mpaka sasa hivi wamecheza mechi 4 tu walizocheza, ni kwa maana ya ifika Mwananchi walicheza dhidi ya Simba, walicheza dhidi ya Rayoni, na jana wamecheza mechi yao ya kwanza kwenye ligi.
kuna muda hakupata ile proper precision na mwalimu, lakini pia taarifa ambazo mimi nilikuwa nazo ni kwamba kuna kipindi alipata injury, kwa alikuwa anajaribu kulikava pia. Ni kweli mimi ni miongoni mwa watu ambao nafahamu daraja la Bara Conte, na tangia amejiunga na Yanga hajawahi kucheza kwa ubora ambao watu wanaamini kwamba anatakiwa kuwa nao, lakini it is a matter of time tu. This time hafanyi kile ambacho watu wanatarajia, si ndio? Na kumekuwa na ups and down. Unajua Aziz amepata ile proper precision akiwa na mwalimu kwa muda mrefu, ndio maana hata mwalimu ana opt sana mara nyingi kumtumia yeye, kwa sababu kwa asilimia kubwa anaelewa mwalimu anataka nini. Unaweza kawa ni namba moja huko ulikotoka, si ndio? Lakini ukienda sehemu nyingine ukahitaji pia kuadapt mazingira ili kuendana na mfumo wa mwalimu aliyokuwa. Kwa hiyo daraja la Bara Conte ni kubwa, ni moja kati ya wachezaji wazuri, ni huyo kiungo ambaye ana huo uwezo mkubwa wa kuichezesha timu kutoka kwenye eneo lake, lakini bado hajakliki kwenye mfumo wa mwalimu mpya, kitu ambacho ni cha kawaida kwenye football. Yaani leo hii sikubaliana na mtu ambaye ataniambia kwamba Bara Conte ni mchezaji mbaya kwa sababu ya mechi 4 ambazo amecheza. Na leo tunajadili tu hizi mechi 4. Ndio tunasema bado wachezaji wengi hawajaklik kwenye mfumo wa mwalimu. Yani tunaweza tukakubaliana hapo kwamba na tusiache kudiscuss uwezo wa mchezaji mmoja kadiri za Juma. Nisikilize. Yani hatuwezi kuvunja daraja la mchezaji kwa mechi 4. Sijui unanielewa? Issue ni kwamba tunafahamu daraja la Musa Bara Conte ni kubwa, sawa? Lakini kutokea kuwahi kukliki ni changamoto ambayo inatokea duniani kokote. Mimi nitakuuliza kitu kimoja. Wakati Memphis Depay anatoka alikotoka kwenda Manchester United, alikuwa ni mchezaji mbaya? Nakuuliza Juma. Mimi usiniulize. Ukitoa mifano hii ni kama unataka kunipoteza. No, sisi tunachozungumza ni kwamba yani isionekane kwamba Musa Bara Conte ni mchezaji mbaya, kwa sababu iko ni kitu cha kawaida kwenye football, na hata kama ikitokea akashindwa kuonyesha ile performance ambayo alionyesha huko watu wakamsajili, ni kitu cha kawaida kwenye mpira kwamba mchezaji bora anasajiliwa timu moja kwenda timu nyingine. Na by the way hakuna ambaye amesema ni mchezaji mbaya, lakini mpaka sasa hivi kiwango ambacho anakionyesha tu anajitahidi kuona namna gani anaweka mambo sawa sawa. Unajua pia maneno yake pengine ya nyuma anakuja kichwani, sasa anaona kabisa anajikanga na mafuta yake. Na kingine Juma, ngoja Juma nikwambie kitu kimoja, sawa? Unajua labda uwe mgeni wa mpira, sawa? Uwe mgeni wa mpira ndio unaweza kushangaa hivyo vitu, mchezaji kuwahi kuingia kwenye mfumo. Kwani Stefan Azizikia alitoka msimu wake wa kwanza pia alistruggle mwanzoni. Lakini mwanzoni mkutoa hiyo tahadhari, yani kuna wakati huyu Bala anakuja. Hiyo tahadhari ya mkutupa kwa yani kilichokuepo tu, kwa sababu wacha nimkumbushe msikilizaji. Msikilizaji, kama unakumbuka wakati huyu Bara Conte anakuja, moja maneno ambayo ndugu yangu Ashrafu alisema, huyu ni bonge la mchezaji na hakuna mtu kama yule kwenye hii ligi yetu. Kutoa tahadhari yoyote kwamba labda tumpe mechi kadhaa, baada ya hapo ndo safari hii wachambuzi na waambia nitatoa na risiti zote. Twende taratibu. Nilisema hivi, akikopi kila kule akikopi alichokuwa anakifanya kule akaja kukifanya kwenye ligi yetu, haitatokea. Hakuna kitu. Kwa nini kwamba ameshindwa kukopi? Twende taratibu. Unajua Sara ameuliza kwamba Musa Bara Conte haitendei haki Yanga ile eneo. Nadhani Ashraf yuko sahihi regardless alichosema wakati anasajiliwa, kwa sababu kuna vitu ni general knowledge tu. There's no way mchezaji anaweza akasajiliwa Tunisia kama hana uwezo wa kucheza. There's no way. Na ndio maana umeona hata kwa mfano yule winga wa Azam anacheza vizuri. Yani of course watu wengi kwa mfano tulivyoanza kuripoti issue za usajili wake, nadhani mimi nilikuwa mmoja wa watu wa mwanzo kupost kuhusu usajili wake. Profile yake inaonyesha msimu uliopita alifunga magoli 2 peke yake. Sawa, watu wakabeza hiyo kwamba mbona hana namba, lakini ni winga ambaye kazi yake ni kutengeneza mazingira ya watu wengine kufunga. Kwa hiyo haupaswi kumjaji sana kwa yeye kwa yale magoli ana. Mahema hapa alipocheza mechi Mahema, mnakumbuka hapo? Twende basi taratibu. Wote tutawafikia. Kwa hiyo Musa Bara Conte so far amecheza mechi nadhani 4 za Yanga. Hakuna mechi hata moja kati ya hizo ambao amecheza dakika 90. Sawa? Na hizo mechi pia hajazicheza kwa mfululizo ule kwamba anacheza leo, anacheza kesho, anacheza mechi ijayo na anacheza mechi ya 4.
performance ya mchezaji na klasi yake ni vitu viwili tofauti. Unaweza ukachelewa kuona performance kwa sababu mbalimbali. Umeelewa? Sometimes hata wewe mwenyewe Juma, katika maisha yako ya kucheza ndondo, wakati watu wanakukodisha Mwanza kule, it's not every day ulikuwa unacheza vizuri. Kuna siku unakwenda kucheza na mtu, bwana huyu George huyu nimeshawahi kucheza naye, mnacheza vizuri. Kuna siku unakwenda kucheza na watu hata lugha ya Kiswahili hawajui, wanazungumza Kisukuma tu. Yaani mtu anaomba pasi kwa Kisukuma, yani haelewi. Hamwezi kuelewana. Does that mean kwamba wewe mpira hujui? Sasa kinachochelewesha leo performance ya Conte, tuachane na klasi yake ambao wote tunakubaliana na klasi ya juu. Hebu niambieni specifically, yani kinachoweza kwa kinachelewesha hiyo performance yake. Kinachochelewesha ni uhalisia tu wa football, kwamba mpira, unapocheza mpira sio kama ukiwa unapika kwamba hapa naweka chumvi ama naweka sukari kwenye chai, nategemea kwamba sasa hivi nisikie hii sukari. Sisi tunaweka na akiba. No, yani unajua kauli aliyoisema Ashraf wakati ana Conte. Musa Conte anasajiliwa. The only place ambako mimi sikukubaliana naye na tunajadili hapa ni jinsi alivyosema kwamba anaamini kwamba Musa Bala Conte atakuja kuwa usajili bora. Sawa, mimi nikamwambia hapana, he will need to prove himself. Ndio. Umeelewa? Ndio tunazungumza na Sara hapa. Ndio hicho kinachoenda kutokea, kwamba atajiprove. Na uzuri kwenye ligi hii tuna mifano mingi ya watu ambao hawakuanza vizuri na walikuja wakamaliza vizuri. Sawa, Obrey Chirwa wakati anakuja Yanga, he had a bad game mechi yake ya kwanza dhidi ya TP Mazembe. Baada ya hapo alikuja kuwa mtu tegemeo kwenye timu. Lakini kamanda hapa ni Magunga, utaongezea kitu. Sara, twende kwa Evans kidogo, alafu tutarudi kwako Magunga. Evans sambamba na Conte, lakini pia watu wanambeza kweli kweli Celestine Ekua. Na ukiangalia kwenye mechi ya jana, ni moja kati ya wachezaji ambao wamezungumzwa kuwa chini ya kiwango, na yeye ni kwamba ni swala la muda, tumpe muda, labda akizoea Young Africans, akizoea ligi, kuna kitu cha zaidi atatuonyesha, kwa namna ambavyo wewe unamtazama mpaka sasa hivi. Kila mtu anahitaji kupewa muda ili kuprove alichonacho, ila mimi nataka tuzungumzie mchezo husika. Yani kwenye mchezo husika, match analysis. Yes. Yani mimi sizungumzio football development. Mchezo husika ndio ninachokijaji. Yani tutazungumza Celestine Ekua, bonge moja la mchezaji kwenye mechi ya leo kafanya nini? Si tunaelewana? Yani unaweza kawa ni mchezaji mzuri, ila tunazungumza leo. Pacome si mchezaji mzuri na kila mtu anajua. Ila kuna mechi Pacome akupi unachokitaka. Haifanyi kwamba eti Pacome ni mchezaji mbaya. Tunazungumza mechi ya leo, hujatupa tunachostahili kukipata kutoka kwako. Tuachane na class hiyo ipo. Tuachane na class. Daraja alicheza ipo tu. Daraja. Kwa sababu daraja lako kwenye matokeo ya leo halitupi chochote. Tunahitaji performance sasa hivi. Sisi tunaelewana? Watu wanachokilalamikia kwa Celestine Ekua sio kwamba ni mchezaji mbaya, ila kwenye mechi ya jana hakufanya vile ambavyo watu walikuwa wanategemea kuviona. Mechi ya pili mfululizo yani. Yes, kwa sababu watu wana vitu vingi wanavijua kwa Celestine Ekua, akiwa na mpira ni vitu gani anafanya, maamuzi ambayo anafanya kiwanjani, ila jana vilikuwa havitokei. Kuna kitu amekizungumza kamanda, na jana mimi nilikizungumza pia. Connection ya team bado haija connect kwenye hilo daraja ambalo unaweza kutegemea performance kubwa kutoka kwenye team. Tunasubiri kuona performance ya mtu mmoja mmoja itatuamulia kitu gani. Na ukitazama jana namna ambavyo ulikuwa ukimtazama Edmund John, ndio unaweza kuona ni mchezaji wa tofauti na watu wengine wote kiwanjani. Kwa sababu alikuwa anakuonyesha ni nini anataka kufanya. Celestine Ekua, mimi naamini ni baadhi ya vitu vichache tu. Ni yeye kuwa na timing sahihi ya kufanya vitu. Huu ni wakati wa mimi kudrive mpira kuondoka. Fanya hivyo. Huu ni wakati wa kupasia, mimi nicheze na watu wengine, tutengeneze nafasi nyingine nzuri. Fanya hivyo. Kuna wakati sio lazima uondoke. Pokea mpira, tulia na mpira. Watu watengeneze mazingira rafiki ya nyie kuendelea kucheza. Ila jana alikuwa anakosa hivyo vitu. Kuna nyakati anajikuta yuko mwenyewe kwenye eneo ambalo hakuna tena msaada. Mwisho wa siku watu wanataka kuwa doku. Yani hicho unachokizungumza, yani unautaka mpira kama ndi mali yako, yani ni mpira wa baba yako unataka kuondoka nao. Anataka kuwa nani? Yes. Yani unataka kama, yani mpira kama ni wa kwako, yani hakuna tukupe sasa ukalale nao. Inafika hatua unafika kwenye mazingira ambayo huna tena msaada. Yani ukigeuka nyuma huoni mtu akumpasia. Lakini ni kitu ambacho sio kibaya. Yani sio kibaya, na ndio maana tunazungumza first half Young Africans wamepoteza mipira mingi sana. Ni kwenye mazingira hayo. Mtu yuko kwenye eneo ambalo hana tena option na watu wenzake hawamtengenezee hiyo option ya kupiga hiyo pasi. Anajikuta watu wanafika wanachukua mpira. Kwanza tatizo liko kwake au kwa wenzake?
yani issue inaanza kwake yeye kutambua nyakati. Yani wewe ukitambua nyakati, hao watu wengine pia si wanakuona. Kwa sababu mtu akishaona umeanza kufunga safari unaondoka, wewe unaweza kumaliza. Hiyo ipo sana. Sisi tuliocheza mpira, ukishaona kuna wakati utakiwa upewe na mtu hataki, mnamwacha sasa muone mwisho wake. Kwa sababu inafika hatua, jana tulikuwa niko naangalia mpira nje na wadogo zangu wale wa field. Akaniambia sasa huyu amefika mahali haoni pa kupeleka mpira, anataka kumgongesha mchezaji ili mpira utoke. Ila alikuwa na option za kupasia muda mrefu sana, ila ni kwa sababu ana hiyo individual skills, anaamini naweza kufanya chochote na nikaondoka. Kwa hiyo kuna nyakati mimi naamini Celestine kuwa ni mchezaji mzuri sana. Ni yeye kutambua tu wakati gani natakiwa kurelease mpira, wakati gani natakiwa kuondoka. Sasa kwa hiki ambacho kinaendelea, Jeff Lair, ungerudi kidogo kabla ya Kamanda nani Magunga. Sawa Magunga. Kuna aina ya kikosi ambacho tayari watu wanakiamini cha Young Africans. Pacome, Dumbia, Mzize, ameongezeka pia Azize Ndambwile kwa kitu ambacho amekionyesha, pamoja na wachezaji wengine. Mwalimu haendelee na kile kikosi ambacho tayari kinaaminika, au aendelee kuwaingiza wachezaji taratibu waingie kwenye mfumo na baadaye Young Africans tuione kama ambavyo tunatamani kuiona au kama ambavyo mashabiki wanatamani kuiona? Nafikiri mwenye jukumu sahihi zaidi la kutaja kikosi ama kujua ni wachezaji gani wanatakiwa kuhusika kwenye mchezo ni mwalimu. Inawezekana nyinyi mashabiki mnamwamini Dumbia, mnamwamini Pacome, lakini mwalimu ndo anajua nani anastahili zaidi kupata nafasi kwenye mchezo. Na kupata nafasi haishi tu kuwa wewe kwa mchezaji kuwa na uwezo peke yake. Wakati mwingine mwalimu anaangalia attendance ya program kwa wiki nzima kwenye uwanja wa mazoezi, and then approach ya mchezo. Unaweza kuwa umefanya vizuri kwenye uwanja wa mazoezi, una kiwango kizuri, lakini mechi haikuhitaji wewe, inamhitaji Juma. Na nielewa. Na mwalimu pia hahitaji kutengeneza wafanyakazi yeye ndani ya timu. Wachezaji wapya wamefika kikosini. Kwa anachokifanya mwalimu